wakati haurudi nyuma, ndio msemo ambao tunaishi nao. Nikukaribisha katika mwendelezo wa vipindi kadha wa kadha kutokea hapa studio zetu za Naso TV Chamazi jijini Dar es Salaam, tukipewa nguvu na Hasmaj Company Limited, wauzaji na wasambazaji wa dawa za asili za kisuna ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania, dawa ambazo zinatibu maradhi yote kasoro kifo na uzee. Ndio wadhamini wakuu ambao wanatupa sisi shavu kutokea pale Mbagala rangi tatu jijini Dar es Salaam. Mimi ni Alhabibi Sheikh Mungia, mwenzangu ni Heri Mpingashari, ambao kwa pamoja tuko hapa studioni kukujuza mambo kadha wa kadha. Heri, tuko tena hapa. Ndio, tuko tena hapa siku kubwa kabisa, tarehe 7 mwezi wa 7 2026 1448 Hijiria, mwaka wa Kiislamu. Ni mwaka mpya bado huu, na ndo kwanza tu katika mwezi wa kwanza katika ile miezi mitukufu ya Mwenyezi Mungu. Na leo tukutanisha studio hapa, kuna huyu mwanamama ambaye kwa sasa kidogo anaendelea kuja juu na mialiko sasa imeshaanza kuwa mikubwa kwake, anaalikwa sasa kuwa mgeni rasmi. Ni kuachia mashaallah. Unamaanisha wewe unamjua Ukti Farida Pembe haswa? Ukti Farida Pembe, kwanza kabisa tunasema mashaallah, safari yake imekuwa nzuri sana tangu tunakutana naye pale Bagamoyo mpaka sasa hivi. Tumekuwa na mwendelezo mzuri wa masuala haya ya kulingania dini yetu ya Kiislamu, lakini pia kubwa zaidi, unajua umezungumzia mwaka mpya wa Kiislamu Hijiria 1448 umeuzungumzia huo, na yeye alifanya jambo kubwa pale Tegeta. Lakini sasa imekuwa bado ile sherehe au furaha ya mwaka mpya unaendelea, kwa maana matukio yamekuwa ni mengi sana ya Kiislamu, hasa kule maeneo yake ya Tegeta. Na juzi tu hapa amepata mwaliko wa kuwa yeye ni mgeni rasmi, ni mgeni maalum, ni mgeni mashuhuri wa hafla kubwa sana, kamwakilisha Mtume kwa hafla ile ambayo ilikuwa imefanyika pale. Hili ndio jambo ambalo wewe tunataka tukujuze, mtazamaji wa Naso TV. Tuishi na msemo wakati haurudi nyuma. Mara tu baada ya kuanza kutoa misaada sehemu mbalimbali, tumeona ameshafika mpaka magerezani kuwasaidia. Tunamzungumzia Ukti Farida Pembe ambaye tunamzungumzia siku hii, mara tu baada ya kumalizika kwa sherehe kubwa ya mwaka mpya wa Kiislamu. Yeye ni mmoja wa watu ambao wapo katika umoja wa madrasa 10 na misikiti 10. Darul Kanitati. Unaona maneno haya ndivyo. Darul Kanitati ndo taasisi yake. Ndio, na ni umoja wa madrasa 10 na misikiti 10 ambayo inapatikana pale katika ukanda ule wa Tegeta. Mwanamama ambaye mashallah anajitoa sana, biidhnillah anajitoa mno, kwa sababu kuna siku mimi alinipigia simu, niko nyumbani, akaniambia anaelekea Temeke, anapeleka sanda Temeke hospitalini. Kwa hiyo unaona kabisa ni mwanamama ambaye anajitoa. Bado hapo unaambiwa sura yake yule mwanamama Ukti Farida Pembe akipita hata magerezani, wale wafungwa wanaifahamu sura yake, na si kwa ubaya, wanaifahamu kwa wema ambao huwa anakwenda kuwafanyia wafungwa mbalimbali. Achilia mbali hatujafika mikoani, hatujafika wapi, huko kote huwa anatembea kwa ajili ya kwenda kufanya mambo ya kheri tu. Na ndio maana unaona kabisa hata katika moja ya misikiti pale Tegeta, Masjid Taqwa, wameamua kumpa ugeni rasmi, ugeni maalum, kwa maana wewe tunaomba leo katika mashindano yetu ya Qur'ani uwe mgeni rasmi hapa katika jambo letu kubwa kabisa la mashindano ya watoto ambao walikuwa wamesoma pale juzu moja. Hatimaye mshindi kapatikana, na yeye pia ametoa dukuduku lake. Mwanamama alifurahi sana siku ile, amefurahi mno, kwa maana akiwaona wale watoto wanavyosoma. Mimi nilikuwa naiangalia sura yake, naona kabisa bashasha na nuru imemjaa. Huyu ndio Farida Pembe ambaye sisi tumeamua leo kumzungumzia hapa na harakati zake. Ni juzi tu Masjid Taqwa pale Tegeta Kibaoni, kama unaelekea Bunju ama unaelekea Namanga, msikiti huko upande wa kushoto, mara tu baada ya kuvuka zile taa ama kuvuka njia panda ya Wazo. Naso TV tulikuwa tuko pale toka mwanzo wa jambo mpaka mwisho wa jambo. Amefarijika sana kuwa mgeni rasmi kwenye tukio lile, lakini moja ya vitu ambavyo yeye vimemfurahisha kwanza ni kukabidhiwa ulezi wa madrasa ile. Ndio. Amekabidhiwa ulezi na huyu hapa msoma risala, ni binti mdogo tunaye pale amesoma risala na Ukti Farida Pembe akiwa anaisikiliza. Hebu tuisikilize hii risala. Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yote tupeleke shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fil ula tabaraka dhul ula, ambaye ametupa neema hii ya uhai mpaka tumekutana hapa, kwani wapo wengine waliotamani kufika ila Allah hakuwachagua. Tusemeni alhamdulillah. Lakini rehma
rehma na amani zimfikie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na ahli zake na wenye kuupenda Uislamu. Ndugu mgeni rasmi, tuna furaha kubwa kuona umeweza kutukimbilia kwenye jambo hili la Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa uwezo wake atakulipa insha Allah. Ndugu mgeni rasmi, madrasa yetu ilianzishwa mnamo mwaka 2002 na kufikia mwaka huu tumetimiza takriban miaka 24. Na tunajivunia kuwa madrasa hii imetusaidia vijana wengi katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ndani na nje ya kijiji chetu hiki. Ndugu mgeni rasmi, leo yamesoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yakiwa ndani ya vifua vya wanafunzi wenzetu, ambayo ni Qur'an tukufu. Kwa zaidi ya miaka 15 hatukujaliwa kufanya mashindano ya haya ya Qur'an, ila leo tarehe 5 mwezi wa 7 2026 Allah ametuwezesha, walau kwa udogo tumeweza kufanya, na lengo kukitangaza kitabu cha Allah na kukitunza katika vifua vyetu, na insha Allah atatufanyia wepesi katika jambo hili. Ndugu mgeni rasmi, tumedhamiria kuomba mashindano haya kwa mwaka haya yanafanyika mara 2, yani mwezi wa 6 na mwezi wa 12, na tunaamini kuwa mwaka tutapata ongezeko la wanafunzi wengi wenye kuhifadhi kitabu cha Allah mtukufu. Ndugu mgeni rasmi, ombi letu kwako ni tunakuomba uweze kuwa mlezi wetu katika jambo hili la kukitangaza kitabu hiki cha Mwenyezi Mungu, yani kila shindano liwe bora zaidi ya shindano lililopita. Tunaamini kwa uwezo wa Allah ombi letu litakubaliwa na litasikilizwa, lakini vile vile tunakuomba uwe mlezi wa madrasa yetu, maana hakika kwako wewe tunajifunza mengi, kwani ni kiongozi bora unayepambania mambo ya kheri katika dini yetu ya Kiislamu. Tumuombe Allah aweze kukuhifadhi na kukulinda ili uzidi kupambania dini yetu hii ya Kiislamu. Wabillahi tawfik wa hadha salam. Naam. Mashaallah, risala hiyo kwa heshima na taadhima inakabidhiwa kwa mgeni rasmi. Jamani, takbir! Takbir! Wallahi tunaamini risala hiyo itafanywa kazi bila kutawilisha muda. Naam mtazamaji, hiyo ndio risala ambayo amesomewa Ukti Farida Pembe. Umeona risala hii? Risala nzito, lakini pia wamemuomba awe mlezi wa ile madrasa. Unadhani kakubali ama hajakubali? Mwana mama ameipokea. Jambo la kheri kama hili hata iwe vipi, mwana mama anakuambia kuna jambo lolote la kheri, mimi huaga navaa tu magwanda, navaa tu yale mabomu. Wakinipa niwe mlezi wao, wakinipa niwe msimamizi wao, basi mimi kwa uwezo juu wa Mungu, kwa nini kanipa hii kofia? Kwa nini Mungu kaamua kunivalisha hili joho? Kwa nini namwakilisha mtume kwenye majambo mbalimbali? Kwa vile wameniambia niwe mlezi wao, basi mimi nimekubali na nimepokea. Kwa hiyo mwanamama siku ile alipokea, lakini pia aliwauliza na wao niliona pale, na nyinyi mpo tayari kunilea? Haya maneno ambayo anazungumza kheri, tumsikilize mwenyewe Farida Pembe. Risala ile anaijibu vipi Farida? Nimekubali kuwa mlezi wenu. Ingawa ni mzigo mkubwa, lakini kwa ajili ya Allah nimekubali kuwa mlezi wenu. Tutaleana. Mtanilea na mimi nitawalea. Mko tayari kunilea? Ndio. Mko tayari kunilea bibi yenu? Ndio. Mashaallah. Basi na mimi nitakuwa mlezi wenu. Jambo lingine ambalo napenda niwashukuru walimu kwanza kwa umoja wenu na kwa ushirikiano wenu kuanzia hapa, na vile vile tukiwa amekubali. Mashallah, amekubali. Nimeona clip hii inacheza hapa, kumbe mwenyewe naye kakubali. Heri tunamalizaje ikiwa Farida ndo tayari ameshaanza kupata mialiko ya kuwa mgeni rasmi? Mimi kwanza huwa nafarijika sana kwa kuona wanamama wanajitoa kwenye majambo ya kheri kama haya. Unajua Sheikh Mungia, kuna watu hawajui wanashikwa mkono na nani. Kuna watu kama mayatima, tunavotembea sehemu mbalimbali tunaona watu ambao hawajiwezi, tunaona mayatima, tunaona watu ambao walodhulumiwa. Kwa hiyo
wanahitaji watu mfano wa Ukhti Farida Pembe, kwa sababu Ukhti Farida Pembe ni amejitoa yeye kama yeye, Kama kuna watu ambao wanataka kumshika mkono, milango iko wazi, lakini yeye anasema mimi nimejitoa, mimi kama mimi. Na ndio maana hata kwenye jambo la siku ile pale, subhanallah, la mashindano ya Qur'ani, ameona kabisa vijana wamejitoa, lakini wanahitaji nguvu zaidi ya kuwezeshwa, kwa sababu ni jambo ambalo alitakiwe likaliwe kimya. Ni jambo ambalo watoto, kwa maana ya wanafundishwa majambo mazuri na si majambo mabaya, wanakalilishwa vitu vizuri, na kuna kitu kipya Ukhti alikiona na alikifurahia. Watoto kukalilishwa miezi mitukufu kwa lugha adhimu kabisa ya Qur'ani, kwa lugha ya Kiarabu, na watoto wamekalilishwa na wamekalili. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la makuzi. Watoto tunawaleaje? Tukiwalea watoto vibaya, tusipowaweka katika njia nzuri ya huku kwenye dini, basi ndo tunapata vizazi ambavyo vibovu, tunapata vizazi ambavyo si vizuri kuweza kuendeleza nchi zetu. Na Uislamu tumefundishwa amani. Uislamu sisi tunaambiwa si ndo mifano ya amani yenyewe. Kwa hiyo Ukhti Farida Pembe anahitaji kongole kubwa sana, na anahitaji nguvu pia. Wenye nacho wanahitajika wamshike mkono Ukhti Farida Pembe kwa ajili ya kuendeleza majambo kama haya ya Kiislamu. Nikushukuru sana. Shukran. Hivi ndivyo ambavyo tumekukusanyia mtazamaji wa Naso TV. Tukipewa nguvu na Hasmaj Company Limited, wauzaji na wasambazaji wa dawa za asili za kisuna za maradhi yote, ambao wao wanapatikana pale Mbagala Rangi 3 jijini Dar es Salaam. Popote unaletewa pindi tu unapohitaji dawa za kiasi chochote za aina yoyote. Mimi ni Sheikh Mungia, mwenzangu ni Khairi Mpinga Shari. Kwa pamoja tukisema endelea kuangalia Naso TV, wakati haurudi nyuma.